Mtazamaji wa Global TV, mtazamaji wa Nyundo TV, hapa ni msibani ambapo alikuwa akiishi baba yake mzazi na Juma Kasim Nature Mbagala Kiburugwa, na nipo na mtoto wa marehemu Juma. Pole kwanza kwa msiba kakangu. Nashukuru sana, asante. Watu wengi wanatamani kufahamu kifo cha mzee labda kimesababishwa na kitu gani? Ni maradhi tu, maradhi na kingine utu uzima. Ukiangalia mpaka sisi wenyewe tuna wajukuu, mzee utu uzima na maradhi. Maradhi yalikuwa yanamsumbua ni kensa. Kensa ilianzia kwenye kibofu ikaja kupanda mpaka kichwani, mfumo mzima wa chakula ukawa ufanye kazi. Kwa hiyo tumezunguka na mzee kama miaka miwili nadhani na nusu hivi, mpaka kuja jana saa 6 usiku Mungu akamchukua akampenda zaidi. Na kipindi hicho chote wakati mnamuguza mzee, madaktari walikuwa wanasemaje kuhusiana na hali yake? Kwa kweli wamejitahidi, sababu tumetoka kwanza Zakiem hospitali ya kwanza huko kwetu Mbagala, tukahamishiwa Temeke. Temeke alikuwa na uwezo anatembea, akawa na uwezo kutembea, kuongea, lakini baada ya hapo kuonekana ghafla tu hali ile imechange. Ikabidi wale madaktari wakubwa ikabidi wakamhamishia wapi? Ocean Road Hospital. Ocean Road kufanya scan kwa sababu ya ugonjwa wake ule. Ugonjwa wake ulikopo ni cancer. Sasa cancer kuna hospitali special ndio hiyo Ocean Road. Kwa ajili ya mionzi. Akapiga mionzi. Piga mionzi hali ikawa sio nzuri. Tukabidi tuongee na na wale madaktari pale wakatushauri. Kwa kuwa alianzia Muhimbili, hebu rudini kwanza pale Muhimbili, mtupe makaratasi yale tuweze kujua ripoti kutoka kwa madaktari wakubwa kule mabingwa. Ikabidi turudi tena kule kwa kuwa ndo mara ya kwanza kabisa tulianza kule. Kwa hiyo tukaenda wakatupokea, wakatugea sehemu ya kunaniu, ilikuwa wodi ya nani ya Kibasila kwanza. Basi baada ya hapo kafanya uchunguzi tena, ikaonekana ndo na matatizo ya kansa. Hivyo tu, hakuwa na mambo mengine. Na unakumbuka mara ya mwisho kukutana na baba na kuzungumza alikuwa kwenye hali gani, na unakumbuka kitu gani ambacho mlikuwa mkizungumza? Hamna, yeye alikuwa anasisitiza tu kazi, nidhamu, vitu kama hivyo. Hakuwa na mambo mengi sana. Na babako kwenye shughuli zako za kazi alikuwa ni baba wa namna gani kwenye support na vitu kama hivyo? Ni baba mpendwa, anapenda familia yake, jinsi anavyoishi, anapenda kukaa na watu. Yaani mtu fulani hivi ambaye mimi naweza kusema kwa upande wangu naweza kusema alikuwa amazing. Na hata kufa kwake au kupumzika mbele yake inaniuma kwa kweli. Sema kwa sababu ni mtoto wa kiume ndio inabidi niwe still yani. Na baba ameacha watoto wangapi? Watoto tupo 5. Mimi wa pili, wa kwanza ni mwanamke, walobaki wote ni wasichana. Walobaki wote wanaume. Na unakumbuka Juma Nature jinsi ambavyo wewe ni star, umetoka kwenye familia ya mzee Kasim hapa. Yeye baba yako enzi za uwe yake alikuwa anakuchukuliaje na ustaa wako wa muziki? Sio tu muziki, mimi nilianza kwenye soka. Yaani mimi nimepitia mambo mengi sana. Nilianza kwenye soka bado mdogo. Na music, kwa sababu music ilikuja baada niliumiaga goti. Ndo Dingi akasema bana usicheze tena soka kwa sababu tena mimi natoa hela na kupeleka hospitali na kwa miayusho. Ndo mimi nikawa naendelea na muziki. Sasa niliweza kwa sababu nilikuwa nasoma madrasa ambapo Dingi huyo ndo alinipeleka. Na taratibu za mazishi zikoje? Mazishi kwa sababu tulikuwa tunasubiri ndugu, na ndugu sasa hivi washaanza kuingia kama unavyoona. Kwa hiyo utaratibu sasa mpaka kesho tukienda kuchukua mwili kuanzia saa 10 nadhani tutaenda sasa kumhifadhi mzee wetu, na nadhani itakuwa saa 10 ya kesho. Na makaburi mshachagua au ni mnangoja utaratibu? Kuna baadhi ya ndugu, kuna mdogo wangu mimi anaifuatia watatu, yeye ni askari huko wapi Masasi. Sasa ametuomba afike kwanza yeye, na pia yuko njiani anakuja. Kwa hiyo kishafika ina maana leo anafika. Kishafika ratiba zote nadhani mpaka kufika usiku nadhani tutafahamisha ndugu na majamaa na marafiki ili kama wana uwezo kufika nakaribishwa.
Na unakumbuka ni kitu gani ambacho baba amekuachia kama alama ambacho wewe Juma Nature utaishi nacho, na unajua kabisa kwamba kwenye malezi haya alionipa mzazi wangu ambaye ametangulia mbele ya haki, ndio hichi ambacho faida anazozipata, kuwa maarufu, kuwa na kazi yangu nzuri ya muziki, kuishi na watu vizuri. Kitu gani kama kumbukumbu ambacho amekuachia baba yako kama alama? Tabia. Maana mimi kwenye muziki unaweza kuniona mimi mtukutu sana kwenye music, lakini tabia, menendo, jinsi ya kuishi na watu vizuri na kuwa na moyo wa upendo na kuweza kuwasaidia watu, kwa sababu sisi ni raia, sio kwamba tunajua sana kila kitu, hapana. Kuna hiyo kitu mimi ninayo hiyo, na ndio maana utaona nimeshirikiana na watu wengi sana katika sanaa yangu, na wengi wamefaulu, wamefaulu, yani kazi zao zimekuwa zimefanya vizuri. Taarifa ya kwanza mimi Gabi Mtanzania nilipata kupitia Inspector Harun ambaye ni rafiki yako wa karibu sana na amefanya mambo mengi muda mwingi kwenye muziki, lakini pia nimemwona Rich One, ni wasanii ambao wamekukimbilia kwanza kabisa. Neno lako ni lipi? Kwanza nawashukuru sana kwa kuwahi. Alafu kitu kingine nimegundua kitu kimoja cha faster. Tuwe sana kwenye magrupu, kwa sababu taarifa kumpigia kila mtu, najua wengi sijawapigia simu kwa sababu mmoja, afu mimi na watu wengi unajua. Sasa grupu ndo vizuri. Hata mimi nilipopata tatizo moja kwa moja nimekimbia kwenye tuma ambayo na mimi nipo member, nimepiga Bongo Record, nimepigia na familia, tuseme kwa kifupi. Nadhani ndo hata wewe umefika kupitia hizo system pia kaka, mpaka kwa kuambia Inspector, kwa sababu Inspector naye pia yeye mwenyewe alipitia kupitia magrupu ya. Kwa hiyo ni simple na nadhani watu wengi tawafikia. Na ninashukuru kwa kuja ndugu yangu, kwa sababu wa faida na kitambo mzee unamjua mpaka leo amekuja Farid. Bana. Neno lako ni lipi? Nimeona jinsi ambavyo muunganiko wenu wanamuziki wa Temeke, jinsi ambavyo mnakimbiliana kwenye shida, na wewe ni mmoja kati ya watu ambao unapandisha bendera ya Temeke. Ukitaja Juma Nature, ukitaja Inspector Harun, ndio unahitaja Temeke yenyewe. Neno lako ni lipi katika msiba huu mzito na jinsi ambavyo nyinyi wenyewe mnashikana kwenye wakati wote? Naambia tusikate tamaa, kwa sababu msiba unatokea muda wote na hakuna mtu ambaye atadumu. Cha msingi ni kumweka Mungu mbele, kumuomba Mwenyezi Mungu amsaidie mzee wetu, amwepushe na adhabu ya kaburi. Pia nawakumbusha tu ndugu zangu, wasanii wenzangu, tu na umoja unajenga. Pole sana Nature. Inshallah. Asante sana mzee. Bana, ni msanii Juma Nature ambaye baba yake amefariki, na hapa ni nyumbani kwao ambapo alikuwa akiishi mzee wake, na mazishi yanatarajiwa kufanyika kesho. Ratiba kamili utatajiwa kupitia Global TV pamoja na Nyundo TV. Mimi naitwa Gabi Mtanzania. Asante. Ni nyumbani kwao ambapo alikuwa akiishi mzee wake, na mazishi yanatarajiwa kufanyika kesho. Ratiba kamili utatajiwa kupitia Global TV pamoja na Nyundo TV. Mimi naitwa Gabi Mtanzania. Asante.